Uhali gani mtazamaji wa SAU TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na vijana watakiwa kujitokeza kushiriki shughuli za maendeleo nchini. Wafuasi waamini wa kanisa Katoliki wajitokeza kumwaga Papa Francis huko Vatican. Na katika michezo, Rais Samia abeba Simba kuwafuata Stellenbosch Afrika Kusini. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Mwanaidi Mubarak nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Maureen Samson atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Hamud Sanze. Na tuanze na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa mtaa wa Silivini kata ya Iluchelele wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza, Ramadhani Malugu, amewapongeza wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino South jijini Mwanza waishio mtaani hapo kwa jitihada wanazozionyesha katika kushiriki vema kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Malugu amesema hayo akiwa katika ofisi ya mtaa wa Silivini baada ya kutembelewa na SAU TV, huku akiwaasa wanafunzi kujitokeza kwa wingi katika shughuli mbalimbali za kijamii mtaani hapo. Merina Poa anaeleza zaidi juu ya taarifa hiyo. Kumekuwa na usemi unaosema kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa, na kuthibitisha swala hili inamaanisha kwamba vijana kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii ni swala la msingi sana. Na leo nipo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kuongea na baadhi ya wanafunzi wakieleza ni kwa kivipi wanashiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Mimi naitwa Adam Milinyi, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino hapa Malimbe, Mwanza. Kwa upande wangu, swala la ushiriki wa wanafunzi na jamii kwa jumla katika shughuli mbalimbali za kijamii, swala hili kwanza kabisa lina umuhimu lukuki, kwa sababu tunajua kabisa sisi tumekuwa tumezungukwa na jamii, na tunaposema jamii basi tunazungumza sisi wenyewe kwanza, lakini pia na wale watu wote ambao wametuzunguka. Kwa hivyo shughuli mbalimbali ambazo zinajenga jamii kimsingi zina umuhimu mkubwa sana katika kujenga jamii. Mfano mfupi, wanafunzi tunaweza tukashiriki katika swala zima la usafi wa mazingira katika jamii. Tunaweza tunatembelea hospitalini kusaidia katika swala zima la mazingira, utunzaji mazingira, lakini pia na kusaidia wale watu ambao hawajiwezi. Moja kati ya vitu ambavyo vinajenga umoja, lakini pia mshikamano, lakini pia bila kusahau uhusiano imara baina yetu. Vijana sisi ndio ngazi kubwa, lakini pia sisi ni msingi ulio imara na bora zaidi, kwani tumepata neema, pia tumeelimika, tunafahamu vitu vingi. Hivyo basi sisi hatuna budi kuwa chanzo na chachu ya kuweza kuibadili jamii, lakini pia kushiriki kwa ajili ya kujenga haswa taifa letu. Kweli nashiriki katika shughuli mbalimbali katika jamii yangu. Mfano misiba. Katika misiba mimi mara nyingi najitolea sana kuweza kwenda kushiriki, maana najua ukishiriki katika misiba wakati mwingine ni kuweza kutoa moyo. Lakini pia nashiriki katika masuala mazima ya doria. Mfano ikitokea doria mtaani kwangu, mara nyingi wanafanya juu chini niweze kushiriki katika doria, maana naamini mimi ni kijana na mwenye nguvu. Lakini pia mwenyekiti wa mtaa huu wa Silivini amethibitisha ushiriki wa wanafunzi katika shughuli mbalimbali za kijamii. Tukamsikie maoni yake. Ni kweli vijana wanatakiwa washiriki kwenye shughuli zote za kijamii na wanashiriki kwa sababu tunaamini nguvu kazi ambayo tunayo ni vijana. Ndio ambao wanaweza kubeba mawe kwa barabarani, wanaweza kwenda kuchimba makaburi na kufanya shughuli zingine zote ambazo zinahitaji nguvu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wasichoke, kwa sababu shughuli za kijamii ni nyingi. Mfano sasa hivi barabara zimeharibika nyingi, kwa hiyo tutakapowaita wajitokeze, kwa sababu ndio tunawategemea, ndio nguvu kazi yetu. Kwa hiyo waje wafanye kazi hizo ili mwisho wa siku tuendelee kuwa na usalama wa barabara zetu na shughuli zingine tunawategemea ndio kufanyia. Nikiripoti kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Merina Poa wa SAU TV. Shukrani sana Merina Poa kwa taarifa hiyo, na twende katika taarifa nyingine. Wataalamu wa afya wameshauri jamii kuachana na matumizi ya vipuli vya sauti kwa muda mrefu ili kuepukana na madhara ya kupoteza usikivu mzuri. Akizungumza na SAU TV, mhudumu wa afya Baraka kutoka maabara ya Malimbe ameeleza kuwa kutumia vipuli vya sauti kwa muda mrefu kunaweza kuwa tishio kwa afya ya masikio, kwani husababisha maambukizi kwenye masikio na hata maumivu makali ya kichwa. Mwanahabari wetu Lauren John amezungumza na mhudumu huyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika dunia ya sasa, earphone imekuwa ni mtindo wa kisasa kwa vijana wengi.
wengi hupenda kutumia kwa ajili ya kupata burudani na wengine kwa ajili ya mawasiliano. Lakini matumizi ya muda mrefu wa earphone husababisha matatizo ya kusikia. Leo hii nipo katika mtaa wa Masha kuzungumza na baadhi ya wananchi wakitoa maoni yao kuhusiana na hatari ya usikilizaji wa earphone kwa muda mrefu. Naitwa Magaka Mange Mayala, nakaa hapa mtaa wa Masha. Kuhusiana na hili swala la matumizi ya earphone, kwangu mimi naona lina tatizo kubwa, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wapo wa mtumiaji mzuri wa earphone. Lakini kutokana na matumizi haya nimeona yana athari kubwa sana, na nimefuatilia wataalamu mbalimbali wanasema kwamba matumizi ya earphone yanasababisha kuharibu ngoma za sikio. Kwa majina naitwa Boniface Enoch, ni mkazi wa Masha. Na mimi pia ni miongoni mwa watu ambao nishawahi kutumia earphone kwa matumizi mbalimbali. Lakini pia matumizi ya earphone yana madhara katika afya ya mwanadamu, hasa katika afya ya kichwa. Unaposemea kwenye swala la usikivu. Kwa mfano, unapotumia earphone kwa muda mrefu inapelekea kutosikia kwa umbali. Mtu anaweza kuwa anaongea kwa mbali lakini kumsikia inawezekana ikawa ni changamoto kidogo. Lakini pia inaweza kusababisha madhara mengine ambayo let's say unatumia earphone unapokuwa barabarani, unapokuwa sehemu za kazi, inaweza kukupotezea umakini hata unapokuwa unafanya kazi, au barabarani ukasababisha hata ajali na vitu vingine. Hata hivyo, wataalamu wa afya wameishauri jamii kupunguza matumizi ya earphone kwa muda mrefu. Inabidi tupunguze matumizi ya earphone. Kama unataka kusikiliza nyimbo, unaweza ukaweka sauti yako kwa njia ya speaker, ukasikiliza kwa pembeni, kuliko kutumia earphone kwa muda mrefu. Kwani ukitumia earphone kwa muda mrefu inaweza kupelekea ukaharibu ngoma ya sikio na ikapelekea madhara makubwa katika usikiaji wako. Moja ya athari kuu iliyozungumziwa kutokana na matumizi ya earphone kwa muda mrefu ni kupoteza usikivu mzuri. Teknolojia ina msaada mkubwa katika maisha yetu, lakini si kila matumizi ni sahihi. Tafakari kabla ya kutumia earphone kwa muda mrefu. Nikiripoti kutoka eneo la Masha, mimi ni Lauren John, SAUT TV. Asante sana Lauren John, na tuangazie taarifa nyingine. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Silivini kata ya Ulichelele jijini Mwanza wameiomba serikali ya mtaa huo kwa kushirikiana na wananchi kuweza kudhibiti mbwa wote wanaozagaa mtaani na kuwaasa wamiliki wa mifugo hiyo kuwapatia chanjo mara kwa mara ili kuzuia hatari kwa wananchi. Wananchi wamesema hayo baada ya kuonekana kwa wingi mbwa hao katika maeneo tofauti mtaani hapo, hali iliyopelekea upotevu wa usalama hususan kwa watoto. Tuungane na Marina Po kwa undani wa taarifa hiyo. Kumekuwa na kadhia kuzagaa kwa mbwa wengi katika mtaa Silivini, hali ambayo imeibua maoni na wasiwasi juu ya wananchi wa mtaa huu. Na leo SAUT TV imefika katika mtaa Silivini kuzungumza na wananchi juu ya nini wanazungumzia kuhusiana na kuzagaa kwa mbwa hawa. Kitu ambacho nimekiona kutokana na kuzagaa kwa mbwa katika maeneo haya hapa, kuna athari ambazo zipo, na ukizingatia mbwa anakuwa na athari kubwa sana katika afya ya mwanadamu. Kwa mfano akikung'ata, manake utapitia gharama nyingi sana, utapoteza muda, utashinda hospitalini, na usipopata tiba kwa muda ambao unatakiwa, kwa muda wa haraka sana, manake ni kwamba unaweza kuugua zaidi ya hapo. Kama kichaa, kama mbwa aliyokung'ata na kichaa, manake utaugua zaidi ya pale. Kwa hiyo mbwa anakuwa na athari kubwa sana katika maeneo haya ambayo yametuzunguka. Serikali ya mtaa wangu naiambia kwamba iweze kudhibiti na pia kuhakikisha mbwa ambao wanazagaa katika maeneo haya waweze kupata chanjo kwa wakati ambao umewekwa ama ilivyoainishwa na sekta ya afya, kwamba waweze kupata chanjo kwa wakati sahihi, ili pindi ambapo imetokea tafarani ama imeweza kumwathiri mtu yoyote ama raia yoyote aweze kupata tiba kwa uzuri zaidi kuliko yule mbwa ambaye hapati chanjo. Kiukweli mbwa mtaani ni wengi, na kama unavyojua tunaishi katika mazingira ya kuwa na watoto, na mbwa waendapo waking'ata watoto wataleta madhara. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wamiliki wa mbwa au serikali ingilie kati kuwapa chanjo mbwa, au wamiliki wa mbwa wapate kuwapatia chanjo mbwa zao, ili kwamba kuwepo na usalama katika mazingira tunayoishi na watoto wetu na watu wengine wanaotuzunguka. Mbali na maoni ya wananchi hao, lakini pia tukapata kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa huu, yeye analipi la kuzungumza juu ya kuzagaa kwa mbwa hawa. Ili tupate ile sumu tuwapatie wale mbwa waweze kufa, kwa sababu watu wanaohusika na mifugo wanasema tunaweza tukapiga risasi za moto, ni kwa hiyo inakuwa ni hatari zaidi
Kwa mara nyingi tunatumia sumu ambayo tunachanganya kwenye nyama tunawarushia. Kila baada ya dakika moja anafariki, tunachimba shimo tunazika. Kwa hiyo ndio tunachosubiri baada sumu kupatikana. Upungufu wa mbwa utaona, kwa sababu tutawatangazia wananchi kila mwenye mbwa wake ambaye anaamini ni wa kwake na ana chanjo amfungie. Tutakutana barabarani basi atapewa dozi yake hiyo. Kwa wale mbwa ambao hawana chanjo, niwaambie wananchi wenye mbwa zao wachukue mbwa zao wapeleke kwenye chanjo, kwa sababu ni hatari kuwa na mbwa ambaye hana chanjo, kwa sababu mwisho wa siku anaweza kumdhuru hata wewe mwenyewe ambaye ndio mhusika. Kwa hiyo usalama wako ni chanjo kwanza, afu mwingine atafuata baadaye. Nikiripoti kutoka katika mtaa wa Silvini, mimi ni Merina Po wa SAUT TV. Asante sana Merina Po kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na tuendelee na taarifa zetu tukiangazia habari kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Ikiwa ni siku moja kupita baada ya Vatican kutoa picha za Papa Francis akiwa amehifadhiwa katika sanduku rasmi, leo waumini wakiwemo viongozi wa kanisa Katoliki pamoja na viongozi mbalimbali wa kisiasa wameanza kuuaga mwili wa kiongozi huyo, ambapo pia ni maandalizi kuelekea mazishi siku ya Jumamosi wiki hii. Hadi sasa nje ya kanisa la Mtakatifu Petro, maelfu ya watu wamekusanyika kwa ajili ya kumwaga kiongozi huyo ambaye katika uhai wake amesisitiza zaidi amani na umoja kati ya mataifa. Kwingineko, Umoja wa Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamefanya mkutano kuyajadili mataifa matatu ambayo yamejiondoa katika umoja huo na kuanzisha umoja mpya wa nchi za Sahel ambazo zote zinaongozwa chini ya utawala wa kijeshi. Mkutano huo ulianza jana Jumanne na umeendelea leo, ambapo pia umejadili hali ya kiuchumi katika umoja huo. Taarifa yake Joseph Galvas inatujuza kwa ukamilifu. Leo shughuli ya kuuaga mwili wa Papa Francis imeanza rasmi, wakati baada ya mazishi ikitarajiwa kufanyika Jumamosi ya wiki hii. Jeneza lenye mwili wa Papa limetolewa kwenye kanisa dogo la Mtakatifu Marta Domus, ambamo mwili wa Papa ulihifadhiwa na kupelekwa kwenye basilika ya kipapa ya Mtakatifu Petro. Baada ya kuanza rasmi kwa zoezi la kuuaga mwili wa Papa Francis, kanisa kuu limeachwa wazi ili kutoa nafasi kwa waamini wanaotaka kuuaga mwili wa Baba Mtakatifu kwa nyakati tofauti kufanya hivyo kuanzia leo hadi Ijumaa saa 1 jioni kuelekea Jumamosi siku ya mazishi. Kwenye mji mkuu wa Argentina, waumini wamekusanyika katika ibada ya misa ya kufuatia kifo cha Baba Mtakatifu Papa Francis ambaye pia ni raia wa taifa hilo. Na sasa tuelekee Afrika Magharibi, ambako viongozi wa Afrika Magharibi wamekusanyika mjini Accra nchini Ghana kwa mkutano wa siku 2 kuzungumza kujiondoa kwa mataifa ya Niger, Mali na Burkina Faso kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ya ECOWAS. Viongozi hao wameanza mkutano huo Jumanne na kuendelea leo, ambapo mazungumzo yao yamezingatia jinsi kuondoka kwa mataifa hayo matatu yanayoongozwa na junta kutaathiri kambi hiyo na taasisi zake. Mvutano umeongezeka baada ya nchi hizo tatu ambazo sasa ni sehemu ya muungano wa mataifa ya Sahel kuweka ushuru wa 0.5% kwa bidhaa zote za ECOWAS, hatua ambayo inapinga matarajio ya biashara, hasa biashara huria ya eneo hilo, na kutatiza uhusiano zaidi. Wakati majadiliano yakiendelea huko Accra, ECOWAS inakabiliwa na changamoto ya kujadili upya uhusiano wake na mataifa yaliyojitenga ili kuhakikisha utulivu na ushirikiano kote Afrika Magharibi. Na katika habari za kimataifa leo tuhitimishe na taarifa ya WFP. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema linasimamisha misaada kwa wanawake na watoto takriban 650,000 wenye utapia mlo nchini Ethiopia kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeonya kuwa karibu watu milioni 3.6 nchini humo hawatapata tena msaada wa chakula katika wiki zijazo bila ufadhili mpya wa haraka. WFP kama mashirika mengine ya misaada imejikuta katika hali ngumu ya kiuchumi baada ya kupunguzwa kwa ufadhili kutoka Marekani ambayo iliamuru kusimamishwa kwa misaada. Taarifa ya Umoja wa Mataifa imesema zaidi ya watu milioni 10 wanakabiliwa na njaa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Ethiopia bado inakabiliwa na hali ngumu kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya vikosi vya muungano na waasi katika eneo la kaskazini la Tigray vilivyoanza kati ya Novemba mwaka 2020 na Novemba 2022 ambavyo viliua watu wasiopungua 600,000 hadi sasa. Mwisho wa habari za kimataifa, mimi ni Joseph Gervas wa SAUT TV. Asante sana Joseph Gervas kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Maureen Samson atakayetusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Maureen Samson. Baadhi ya wafanyabiashara wadogo jijini Mwanza wameelezea hali ngumu ya biashara wanayokabiliana nayo kwa kushuka kwa mauzo ya bidhaa zao mara baada ya kipindi cha sikukuu kumalizika, wakisema kuwa wateja wamepungua kwa kiasi kikubwa huku gharama za uendeshaji zikiendelea kuwa juu. Na kwingineko katika biashara kimataifa, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imeanza kupitia kwa kina athari zinazoweza kusababishwa na ushuru mpya uliowekwa na Marekani, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kwamba hatua hiyo inaweza kuathiri vibaya nchi wanachama zenye uchumi dhaifu na kuzisukuma katika hali ngumu zaidi ya kiuchumi. Kwa undani wa taarifa hizi za biashara, mwanahabari wetu Jonas Remi anaeleza zaidi. Baada ya sherehe ya sikukuu ya Pasaka kupita, wafanyabiashara wadogo jijini Mwanza wamebainisha kupungua kwa idadi ya wateja, wakisema hali hiyo inadhoofisha biashara zao. Katika nyakati tofauti, wafanyabiashara hao wameeleza hayo wakati wakifanya mahojiano maalum na SAUT TV, huku wakionyesha matumaini ya kuendelea kupambana na hali iliyopo. Biashara sio nzuri kama hali kwenye sikukuu ilivyokuwa. Tofautiana kwenye sikukuu biashara inachangamka, unakuta wateja wapo. Lakini misimu hii ya sikukuu ikiisha, hali inakuwa ngumu. Wateja wanakuwa wapo. Imekuwa ngumu lakini si kivile sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho amenijalia kwa siku ya leo. Kwa sasa kwa kweli kuna hali ngumu kidogo. Kwa mfano kama leo, yani mteja leo hamna kabisa wateja. Lakini nasemea upande wangu mimi. Siwezi nikajua kwa upande wa wengine, kwa sababu riziki unapopewa leo, kumbuka kuna mwingine amenyimwa. Hali hiyo ya kupungua kwa mauzo katika biashara zao imekuwa njia ya kufikisha ujumbe wao kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA juu ya kupunguza kiwango cha kodi ambacho hakitawaumiza wao kama wafanyabiashara wadogo, ili waweze kufaidika na chochote kitu kwa ajili ya familia zao. Wafanyabiashara tunajijua sisi binafsi, na kila ambacho tunaingiza sisi ndio tunajua, ila wao hawezi kufanyaje kuelewa. Ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa zile siku waga zilingani. Leo unaweza ukapewa, kesho ukakoswa. Mapato ya kodi kama TRA, service levy. Maana sasa hivi biashara inakuwa ngumu tofauti na misimu ya sikukuu. Katika kukabiliana na changamoto kama hiyo, TRA ilibainisha kwamba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 3 wamefanya tathmini na kufanya makadirio ya kibiashara, huku changamoto kubwa walioibainisha ni namna wafanyabiashara wanavyoshindwa kutunza kumbukumbu. Na katika upande wa kimataifa, waangalizi wa Umoja wa Ulaya wametoza kampuni ya Apple na Meta faini ya mamia ya mabilioni ya euro siku ya leo, walipoongeza utekelezwaji wa sheria za mashindano ya kidijitali za jumuiya hiyo ya mataifa 27. Tume hiyo ilitoza faini ya euro milioni 500 kwa kampuni ya Apple kwa kuzuia watengenezaji program kuelekeza watumiaji kwenye chaguzi za bei nafuu nje ya hifadhi yake ya program. Tume hiyo ambayo ni mtendaji mkuu wa umoja huo pia ilitoza Meta Platforms faini ya euro milioni 200 kwa sababu iliwalazimu watumiaji wa Facebook na Instagram kuchagua kati ya kuona matangazo au kulipia ili kuyaepuka. Adhabu hizo zimekuwa ndogo kuliko faini za mabilioni ya euro ambazo tume hiyo imezipiga hapo awali kampuni za Big Tech katika kesi za kutokuaminiana.
Maamuzi hayo yalitarajiwa kuja mwezi Machi, lakini maafisa walionekana kutishwa, huku kukiwa na ongezeko la vita vya kibiashara kati ya Atlantic na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amelalamika mara kwa mara kuhusu kanuni kutoka Brussels zilizoathiri kampuni ya Marekani. Adhabu hizo zilitolewa chini ya sheria ya masoko ya kidijitali ya Umoja wa Ulaya iliyojulikana pia kama DMA. Na hatimaye Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imefanya tathmini juu ya athari za ushuru wa kibiashara uliowekwa na rais wa Marekani Donald Trump, huku kukiwa na wasiwasi kwamba uchumi dhaifu wa kanda hiyo unaelekea katika nyakati zisizo na uhakika. Uchumi wa kikanda utaathiriwa na ushuru huo wa kiwango tofauti, huku nchi kama Lesotho zikiathirika zaidi baada ya Washington kuweka ushuru wa 50% wa kuridhiana, huku Madagascar ikipigwa marufuku na 47% ya ushuru. Rais Trump aliweka ushuru mpya wa awali wa 10% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi wanachama wa SADC kuanzia Aprili 5, wakati ushuru wa kuwiana ulianza kutumika Aprili 9. Kwa upande wa mauzo makubwa ya Lesotho kwenda Marekani ambayo ni nguo, haya kujumuishwa kwenye orodha ya bidhaa zilizosamehewa. Nchi za SADC isipokuwa Shelisheli na Zimbabwe zilifurahia ufikiaji bila ushuru katika soko la Marekani chini ya sheria ya ukuaji na fursa za Afrika ya Washington hadi ushuru wa Rais Trump ulipoanza kutumika. Asante sana Jonas Remi kwa undani wa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Hamudi Sanze. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Maureen Samson. Ni matumaini yangu hujambo na mzima wa afya mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia siku ya leo. Mimi ni Hamudi Sanze. Na tuanzie hapa nyumbani Tanzania, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kuonyesha uzalendo na mchango wake mkubwa kwa michezo nchini kwa kugharamia malazi na usafiri kwa klabu ya Simba Sports Club kuelekea mchezo marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Uamuzi huu umepokelewa kwa shukrani kubwa na uongozi wa Simba Sports Club, ambao wameeleza kuwa msaada huo umeongeza ari na matumaini ya kufanya vizuri katika mchezo huo muhimu. Na katika michezo kimataifa, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu nchini Uingereza EPL, mbio za kuwania nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao zimezidi kushika kasi, huku klabu ya Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle United, Chelsea na Aston Villa zikishindana vikali katika kinyang'anyiro hicho chenye ushindani mkali. Kwa undani wa taarifa hizi za kimichezo, tuungane na Jumaa Mohamed anaeleza kwa kina. Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chenye wachezaji 23 kimeondoka nchini hii leo kuelekea mjini Durban nchini Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo huu wa marudiano ambao unatarajiwa kuchezwa Jumapili Aprili 27 katika uwanja wa Moses Mabhida. Safari yao imeambatana na matumaini makubwa kutoka kwa mashabiki na wadau wa soka wanaotamani kuiona timu hiyo ikiandika historia mpya katika medani ya soka barani Afrika. Mtanange huo wa pili wa hatua nusu fainali utapigwa saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ni mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku macho wa Tanzania wengi yakielekezwa Durban kuona kama Simba itaweza kuvuka hatua hiyo na kwenda kucheza hatua fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo. Mchezo wa kwanza hatua nusu fainali ya kombe la shirikisho, Simba alipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao ulipigwa Jumapili iliyopita katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kimataifa, baada ya majogoo wa Anfield Liverpool kubakiza alama 3 kutangazwa kwa mabingwa wa ligi kuu kandanda nchini England EPL kwa msimu huu, vita imehamia kwenye kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa msimu ujao. Manchester City, Nottingham Forest, Chelsea, Newcastle United na vijana wa Villa Park Aston Villa wanaonyesha ushindani mkubwa katika kuwania nafasi hiyo. Mpaka sasa Manchester City inashika nafasi ya 3 kwenye msimamo akiwa na alama 61 baada ya kuichapa Aston Villa mabao 2-1 kwenye mchezo uliopita. Vijana wa Nuno Espirito Santo Nottingham Forest kwenye nafasi ya 4 akiwa na alama 60, Newcastle United alama 59 kwenye nafasi ya 5, huku Chelsea na Aston Villa wakiwa na alama 57 kwenye nafasi ya 6 na 7. Ikumbukwe kuwa msimu huu timu zitakazomaliza kwenye nafasi 5 za juu zitakata tiketi ya moja kwa moja kushiriki michuano hiyo mikubwa barani Ulaya.
Kwa upande wa tenis, Mwingereza Jackie Draper anazidi kumkingia kifua nyota wa tenis nambari 1 kwa sasa duniani Jannik Sinner. Sinner alipewa adhabu ya kufungiwa miezi 3 mapema mwaka huu baada ya kukutwa na chembechembe za dawa ya Crespo mwezi Machi mwaka 2024. Ingawa wachezaji wengine maarufu kama Serena Williams walionyesha kutofurahishwa na uamuzi huo, wakisema adhabu hiyo ni nyepesi, huku Draper akizidi kusisitiza kuwa adhabu hiyo haipaswi kumchafua jina Sinner, kwani chanzo kilikuwa ni huduma ya tiba ya mwili kutoka kwa mtaalamu wake Giacomo Naldi ambaye alikuwa akimtibu bila gloves. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakala wa Sinner, Muitaliano huyo ameanza kufanya mazoezi tangu Aprili 13 na anatarajiwa kurejea uwanjani mwezi ujao katika mashindano ya Italian Masters yatakayofanyika jijini Roma nchini Italia. Shukrani sana Juma Mohamed kwa taarifa hizo za kimichezo. Na hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Hamoud Sanze na sasa nirudishe kijiti kwake Mwanaidi Mubarak kwa kutamatisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Hamoud Sanze kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Vijana watakiwa kujitokeza kushiriki shughuli za maendeleo nchini. Wafuasi waamini wa kanisa Katoliki wajitokeza kumwaga Papa Francis huko Vatican. Na katika michezo, Rais Samia abeba Simba kuwafuata Stellenbosch Afrika Kusini. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Mwanaidi Mubarak. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.